nashukuru kwa kunipa nafasi hii na mimi nichangie hotuba ya Wizara ya Afya 2026-2027. Kwanza naanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amejalia afya njema na ametujalia wabunge wote kuhudhuria kikao hiki jioni hii ya leo. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda nipeleke shukrani zangu za dhati na pongezi zangu za dhati kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri anazofanya na kuendelea kudumisha amani na utulivu ndani ya taifa hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda nimpongeze Mheshimiwa Waziri pamoja na Naibu Waziri pamoja na watumishi wa wizara kwa kazi nzuri ya kusimamia sekta ya afya nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, sote tunakubaliana hapa, waheshimiwa wabunge, afya ndo msingi wa maendeleo. Taifa lenye afya bora litazalisha vizuri kwenye sekta ya kiuchumi na kijamii. Kwa hiyo sekta hii ya afya, Mheshimiwa Mwenyekiti, inatakiwa ipewe kipaumbele kikubwa sana ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na mafanikio haya Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini bado kuna changamoto mbalimbali zinaikabili sekta hii. Hasa mimi mbunge ambaye naitokea maeneo ya vijijini. Mheshimiwa Mwenyekiti, ndani ya jimbo langu la Igalula bado kuna upungufu wa madawa, bado kuna upungufu wa watumishi wa afya, lakini bado kuna upungufu wa vifaa tiba. Na asema haya Mheshimiwa Mwenyekiti, japokuwa yapo chini ya TAMISEMI, lakini nafahamu hii ndio wizara mama. Mheshimiwa Mwenyekiti, naamini Mheshimiwa Waziri amesema hapa wananchi wanatakiwa tupambane kwa ajili ya kuweza kuipigania sekta ya afya hii nchini. Lakini mimi ndani ya jimbo langu la Igalula bado mama anatembea kutoka kijiji cha Maguriati kuja kijiji cha Tula kilomita 45 kwa ajili ya kufuata huduma za kujifungua. Mheshimiwa Mwenyekiti, bado mama anatembea karibia kilomita 50 kutoka kijiji cha Mkongwa kuja kijiji cha Tula kwa ajili ya kufuata huduma za uzazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, na tunafahamu sera ya wizara, sera ya Chama cha Mapinduzi 2025-2030 inatuelekeza vizuri. Inatakiwa tupunguze vifo vya mama na mtoto kutoka 0.06 mpaka 0.02 itakapofika 2030. Naiomba sana Wizara ya Afya, twendeni tukamuunge mkono Mheshimiwa Rais kuhakikisha tunapambana kuweza kuzuia wananchi wetu wasitembee umbali mrefu kufata huduma za afya nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na kazi nzuri ambazo Wizara ya Afya inafanya, lakini mimi mkoa wangu wa Tabora bado na changamoto mbalimbali unapitia. Tuna upungufu wa watumishi wa sekta ya ganzi, watumishi wa radiolojia, lakini tuna upungufu wa wataalamu wa kinywa na meno. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeajiri watumishi 2024-2025 watumishi 305, 2025-2026 watumishi 315. Tunaipongeza sana serikali kwa kazi nzuri ambazo wanaendelea kufanya. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye upande wa madaktari bingwa, Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi kama mkoa tulikuwa tuna daktari bingwa 78, lakini tuna daktari bingwa 12 tu. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna upungufu wa madaktari bingwa 61, na hii ni sawasawa na 64% ya upungufu. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii inamaanisha nini Mheshimiwa Mwenyekiti? Kwamba hospitali yetu ya mkoa wa Tabora kuna huduma zingine za kibingwa zitolewe pale. Mheshimiwa Mwenyekiti, na hii ni rai yangu kwa wizara, na waombeni sana Mheshimiwa Waziri, utakapokuja kuwind up bajeti yako ya Wizara ya Afya, utuambie sasa sisi kama mkoa wa Tabora ni lini hospitali yetu itakamilisha kutoa zile huduma za kibingwa ambazo zilitakiwa zitolewe na sasa hivi hazitolewi. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda niongelee masuala ya magonjwa yasiyoambukiza. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kupambana na magonjwa yanayoambukiza kama vile kifua kikuu, ukimwi na malaria. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini bado taifa linatafunwa na magonjwa yasiyoambukiza. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa taarifa za wizara inaonyesha takriban ya vifo 33% vinatokana na magonjwa yasiyoambukiza. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini kwa taarifa za WHO 2020 zinaonyesha kwamba
watu milioni 41 kila mwaka wanapoteza maisha na magonjwa yasiyoambukiza, Mheshimiwa Mwenyekiti, na sawa na 71%. Hii inatuonesha nini, Mheshimiwa Mwenyekiti? Serikali inatakiwa ichukue hatua za haraka kupambana na magonjwa yasiyoambukiza. Nguvu unayowekeza katika magonjwa yanayoambukiza, hivyo hivyo iwekeze kwenye magonjwa yasiyoambukiza. Na haya magonjwa yasiyoambukiza, Mheshimiwa Mwenyekiti, yanatula sisi kimya kimya, Mheshimiwa Mwenyekiti. Magonjwa mwenyewe ni kama vile shinikizo la damu, saratani, kisukari, presha, Mheshimiwa Mwenyekiti, na yanatokana kwa ulaji usiofaa, unywaji wa pombe na kuvuta sigara uliopitiliza. Mheshimiwa Mwenyekiti, naiomba sana serikali nguvu inazotumia kuwekeza kwenye magonjwa yanayoambukiza, hivyo hivyo iwekeze kwenye magonjwa yasiyoambukiza. Lakini naiomba serikali, wagonjwa wengi ambao wanaonekana wanaopata HIV, wengi wanaangukia na wenyewe kupata magonjwa yasiyoambukiza. Sasa naiomba serikali iunganishe nguvu za kupambana na magonjwa yasiyoambukiza, iunganishe nguvu vile vile pamoja na kupambana na HIV nchini. Magonjwa haya ipambane nayo kwa pamoja, Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi napenda nichangie swala la miradi ya afya nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa napenda kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uwekezaji mkubwa ambao anawekeza kwenye sekta hii ya afya. Kila mwaka anatoa trilioni 6.3 kwenye kuwekeza kwenye sekta hii. Lakini Mheshimiwa Waziri ameeleza hapa hotuba yake vizuri kwamba tuna miradi mingi. Hilo ni swala la kujisifia sisi kama taifa, lakini sijasikia kuona kwamba hii miradi, kwa sababu tunajenga majengo mengi ndani ya nchi yetu, sijaona fungu ambalo limetengwa kwa ajili ya wakandarasi wanaokagua miradi yetu hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa namuomba Mheshimiwa Waziri, tunapoanzisha mradi wowote na tutenge fungu kwa ajili ya wakandarasi wa kukagua miradi yetu hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza itasaidia tuweze kupata miradi iliyo bora, lakini miradi iweze kukamilika kwa wakati. Kuendesha miradi mikubwa kama tunaona mradi wetu huu wa Muhimbili, Mheshimiwa Mwenyekiti, una trilioni 1.2. Mradi huu Mheshimiwa Mwenyekiti unakwenda kuwekeza fedha nyingi sana. Watanzania walipa kodi wanataka waone hospitali hii ikikamilika iendane na thamani ya fedha iliyowekwa. Sasa thamani hii itakamilikaje, Mheshimiwa Mwenyekiti? Itakamilika kwa kuhakikisha kwamba kabla tujalezi certificate yoyote ya kuweza kumlipa huyu mkandarasi atakuwa anaendesha hapa, lazima sisi wakandarasi wetu wa ndani ya wizara wakague, waone kama kazi imefanyika vizuri, ndio certificate iweze kuraiziwa na fedha ziweze kulipwa. Na haya yote hayawezi kwenda kwa kutegemea usi. Mheshimiwa Mwenyekiti, lazima tutenge bajeti maalum kwa ajili ya kuweza kusapoti kandarasi hawa ndani ya wizara yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nichangie swala la vifaa tiba nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaiona serikali inawekeza fedha nyingi kwenye swala la vifaa tiba nchini, lakini mimi ni mjumbe wa kamati ya afya na masuala ya ukimwi. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumezunguka sehemu nyingi, tumekuta Mheshimiwa Rais amewekeza fedha nyingi kwenye sekta ya vifaa tiba nchini, lakini tumekuta serikali inanunua mashine mpaka za bilioni 10, bilioni 15 mpaka 20. Mheshimiwa Rais anatoa fedha ananunua mashine hizi kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania wanyonge. Nilikuwa naiomba wizara sasa ije na mpango mkakati mzuri wa kuhakikisha tuna train watu wetu hapa kwa ajili ya kufanyia service mashine hizi na kuzitunza kwa ajili ziweze kudumu kwa muda mrefu, kwa sababu lazima twende tukaisimamie fedha ya serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye swala la uwekezaji wa viwanda nchini, nampongeza sana Mheshimiwa Waziri na nampongeza Mheshimiwa Rais kwa kumchagua katibu mkuu ambaye atadili na swala viwanda vya dawa nchini. Swala hili ni swala bora, lakini nakuomba sana Mheshimiwa Waziri, tunapokwenda kuanzisha viwanda hivi, twendeni tukaruhusu ushindani wa masoko. Tusende tukafungua tu viwanda vyetu tukafungia viwanda vya nje, hatutokuwa tumewasaidia wananchi wetu. Mimi na Wanaigalula tunataka tuone kwamba faida ya kuwekeza viwanda nchini ni kweli imewasaidia wananchi wetu. Bibi yangu kule Igalula, babu yangu kule Igalula apate dawa za sukari na presha bila kuuza jogoo wake, bila kuuza kuku wake, dawa hizi azipate bila shida yoyote. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti,
naunga hoja mkono kwa 100%. Asante sana.